Tani utaratibu kama vile useme mingi kwa siamki. Na ukumbuke kwamba sasa huyu malkia mwenyewe anapandwa mara moja tu kwa maisha yake yote. Yaani miaka yote tuliyosema miaka 3 hadi 5 anaishi. Tukio la kupandwa ni moja tu. Yaani ni siku moja tu, akienda, akifukuzwa akaenda, bwana nenda leo kapanda. Kwa hiyo akishapandwa kile kifuko kikishajaa mbegu, kinamwezesha kujaza mbegu ambazo atazitumia kutagia mayai kwa miaka yote hiyo. Yaani kwa umri wake wote. Ambao uwezo wake wa kutaga mayai kwa siku ni hadi mayai 2000. Bana. Kwa hiyo anataga mara moja tu. Anataga mara nyingi. Anataga mara nyingi. Kila msimu unapokaribia msimu wa chakula ndio anazaliana, ndio anataga mayai. Kwa hiyo kitaga mayai, anataga mayai kwa ajili ya nyuki wengi. Kama unavyoona ni kwa siku anaweza kutaga mayai mpaka 2000. Kwa hiyo anapanda na madume wangapi? Anapanda madume, tafiti nyingi zinaonyesha anapanda madume kati ya 5 hadi 13. 5 hadi 13. Wanapokezana au wote kwa pamoja? Kusaidia nini? Yani. Wewe jua tu anapandwa na madume kati ya hao mpaka 10 na ngapi. Kwa hiyo hapo tunahitimisha kwa kusema. Kwa hiyo tuhitimishe kwenye pande wa sasa, kuna nyuki hawa wanaodunga na wanatoa asali yao. Sawa. Kuna nyuki wasiodunga na wao wanatoa asali yao. Nyuki wanaodunga wanatoa asali ambayo ndio maarufu, watu wengi wanaijua, tamu sana, nyingine na kiliketa hapa. Yaani utamu wake mpaka umezidi, yani umezidi Lakini nyuki wasiodunga na wenyewe pia wanatoa asali, ila kiwango cha uzalishaji wa asali kinatofautiana kati ya hawa na wale wadogo wasiodunga. Kwanza wale wadogo wasiodunga wana uzalishaji mdogo zaidi. Kwa mwaka mzima wanaweza kukupa kati ya lita 2, 3 mpaka 4. Yaani wamekuzalishia sana labda lita 5, yaani kwa mwaka mzima. Kwa asali yao ni chache. Lakini pia kwa sifa ile ya wao kutokudunga au kutokuwa na uwezo wa kupambana. Sababu unaweza kufuga hata nyumbani kwako, chumbani, sebleni, unaweza kufuga tu, hawana shida. Hiyo sifa imesababisha wao kujenga utaratibu wanapokwenda kuchukua malighafi ya kutengenezea asali, wanajikuta wanatumia miti tofauti tofauti. Yaani mfano akienda kwenye mti wa mwarobaini kuchukua maua, sawa? Kuchukua yale majimaji matamu ya maua ya kutengenezea asali. Akikuta pale kuna vurugu, labda wadudu wengi na nini, fujo, anaondoka pale, anaenda kwenye mpera. Akichukua kidogo au akikosa au akiona purukushani nyingi, wadudu ni wengi, anaenda sehemu nyingine. Hana uwezo wa kupambana. Yaani hana uwezo wa kusema sisi tutatumia maua ya mmea huu iwe isiwe. Kwa sababu hana uwezo wa kupambana, kukabiliana na changamoto ya